tenda jambo jipya kwa jina la Yesu. Amen. Rakaboshika. Umejaa uweza na mamlaka. Wewe Mungu unajua ninapokupenda. Unajua namna ambavyo nimetoa maisha yangu kwa ajili yako. Wewe unajua. Na majira haya ndilo uliloniambia nifanye, ndio nimesimama kulifanya. Nilishakwambia sitaki kuweza bila wewe. Sitaki kuweza bila wewe. Nilishakwambia sitaki kuweza bila wewe. Sitaki. Nenda sasa ukalifanya lile unalotaka kulifanya. Ninapotea ukadhihirike. Ninashuka ukainuliwe. Hakuna lolote ninaloweza nikalitamka kwa ufahamu wangu mwenyewe isipokuwa ukaweza na mamlaka ambayo umeachilia ndani yangu. Na ndio maana ninapotamka yanatamkika, na kujenga watu na kuonya watu. Bwana, chukua madhabahu yako unene na watu wako. Amen. Kabla yote namshukuru Mungu sana kwa ajili ya uzima. Namshukuru Mungu kwa ajili ya baba yangu wa kiroho Bishop Noel Urio. Yeye ndio sababu ya mimi kuwa leo nilivyo. Chochote unachokiona chema ndani yangu ni kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Bishop Noel Urio. Kama nitajivuna kwa ajili yake. Kama nitajivuna kwa ajili ya Mungu kupitia yeye. Ninampenda na ninajiona ni mtu mwenye bahati sana kuwa na baba wa kiroho wa namna hii. Mungu ametupa baba wa kiroho mzuri. Mungu ametupa baba wa kiroho ambaye ni msaada. Uko ulivyo leo kwa sababu hujatambua baba wa kiroho aliyowekwa juu yako. Hujatambua mamlaka ambayo Mungu ameweka juu yake. Ndio maana ni rahisi sana utoke ukaenda kwenye kanisa lingine kawaida. Ni rahisi sana akikwambia no usiende ukaenda, kwa sababu hutambui. Na kuna watu Mungu ananiambia, kuna watu ambao Mungu amewaweka sasa hivi, mko kwenye msimu fulani wa kuvushwa kwenda kwenye eneo fulani zuri, lakini shetani anakuja kuwachanganya na vitu fulani. Sikia, Mungu akisema anakuletea milioni 60, ukiona 600 sio ya kwako. Shetani ana majibu kama vile Mungu alivyo na majibu. So you need to be very careful to discern the voice of God. Unatakiwa kuwa makini kusikiliza na kupambanua sauti ya Mungu. Kuna muda ni wewe unaongea, sio Mungu. Kuna muda ni shetani anaongea, sio Mungu. Na katika kipindi vya majira haya unapaswa kuwa makini sana. It's not everyone you will be associated with. Sio kila mtu utakayetembea naye. Sikia, hata kama ni mtumishi. Kuwa na uhakika ni Mungu anasema utembea naye.
Na usitake kujua vya ndani kuhusu huyo mtumishi, kwa sababu unaweza ukawa disappointed. Unaweza ukakatishwa tamaa. I know you don't want to hear this. Utake kusikia hili, ninajua. Lakini kwa ajili ya afya yako ya kiroho utasikia. There is no way. Hauna namna, utatoka huko ndani. Lazima akuhudumie. Lazima. Kuna muda, kuna chakula ambacho ukipende ile inabidi ule kwa ajili ya afya yako. Tunapenda kuambiwa pole, usiogope. Uliingia mwenyewe, sio pole, usiogope. Tafuta namna ya kutoka. Lazima ujue. Ninajua umekaa hapo na mahubiri yako. Pale umesema hivi, utakao kufanya kusema hivi. Sikia, mimi ndo nimepewa mamlaka saa hii. Wiki mbili zilizopita tulianza mafundisho ambayo Mungu aliachilia juu ya kanisa kwa sababu ya kanisa kutoka. Na nasikia kuna watu wanaambiana, nimewaambia watu, nawaambia watu wao sio Wakristo. Ni kweli. Ninarudia, ni kweli. Sio Mkristo. Kwa nini? Mkristo, there are some characters associated with that Christian. Zipo tabia zinazomdhihirisha Mkristo. Nenda tena ukatangaze, kawaambie watu nimewaambia wao sio Wakristo. Nenda. Sinafikiri nika kijana kamekapa kanaongea ujui. Sawa. Nenda tuone matokeo. You will know the God that I'm serving. Tumjue Mungu ninayemtumikia. Sikia niwaambie kitu. Usione mtu anasimama madhabahuni hapa ukafikiri anaweka mbwembwe zake. Mbwembwe hazina matokeo ya kimungu. Hicho ndio kinachotofautisha kati ya Mungu na mtu. Mbwembwe hazina matokeo ya kimungu. Kwa nini linakuchoma sasa hivi? Kwa sababu ni Mungu amelivusha, amelileta. Na Mungu huwa anawapenda wale anawarudi wale wanaowapenda. Kwa kuna muda mwingine utakatazwa kitu ambacho unapenda kukifanya, lakini kwa sababu ya usalama wako inabidi usifanye. Tumependa kuwa watu ambao unataka kubembelezewa vitu. Utaki kusimama kwenye majukumu yako. Utaki kusimama kwenye nafasi yako. Tukasema Mkristo ni mtu mwenye mahusiano sahihi yeye mwenyewe binafsi na Mungu, tena kupitia maarifa sahihi. Huyo ndio Mkristo. Ni mtu ambaye ana sura, amebeba sura ya Kristo. Watu wakimwona mama mwisho wanamuona Kristo. Kwa nini? She possesses the character of God. Ana tabia za Mungu. Tabia za Mungu utazikuta kwenye Wagalatia. Roho Mtakatifu, matunda ya Roho. Ukishaokoka, Roho kwa ndani, matunda ya Roho. Upendo, kiasi, nini yatakuwepo. Ukiona una upendo, huwezi kumpenda mwenzako, huwezi kusamehe, hakuna, wewe sio Mkristo. Kwa nini? Mungu anaona kanisa linaanza kuyumba. Mamlaka ya kanisa imepotea. Anataka kulirejesha kanisa kwenye mistari. Kwa wale ambao tulikuwepo Ijumaa kuna mahali tulifika, kwa wale ambao tulikuwepo asubuhi kuna mahali tulifika. Tunasonga mbele. Tunashughulika na wale wa Kristo. Yesu anamwambia mwanamke Msamaria katika Yohana sura 4, anamwambia ninyi mnaabudu msichokijua, lakini sisi tunaabudu tukijuacho. Unaweza ukawa huku kanisani lakini hujui hata unamwabudu nani uko. Na ndio maana ni rahisi sana, wewe ni kiongozi unasukumwa kwenye majukumu yako. Ni rahisi sana, tunaweza tukawa tunaendelea na ibada, wewe unapiga story. Kwa nini? Hujui unayemwabudu. Mkristo kama ana mahusiano sahihi na Mungu, anakuwa sikia. Hivi ukienda msikitini utamwona mtu yuko busy na simu.
Unaweza kukuta msikitini watu wanapiga story. Ninajua ni ngumu hii, na mkitoka hapa mtaenda kuhadithiana. Wakati mnahadithiana, Roho Mtakatifu aendelee kutengeneza conviction ndani ya mioyo yenu, ili wakati mnahadithiana, kama mnachomana sindano ya ganzi, wakati ganzi inaisha unaanza kulisikia lile jambo linajirudia. Baba, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, ili neno lako la msimu huu likawe kama kengele kwenye masikio ya mioyo yao. Likawe kama kengele kwenye masikio ya mioyo yao. Roho Mtakatifu, hiyo ikawe kengele kwenye masikio ya mioyo yao. Hiyo ikawe kengele kwenye masikio ya mioyo yao. Hiyo ikawe kengele kwenye masikio ya mioyo yao. Mambo yanayomhusu Mkristo, mambo ya msingi yanayomhusu Mkristo. Tukisema yako mambo matano, tukajumlika nayo, tukaanza jambo la kwanza ambalo ni Mkristo na mamlaka, ambayo ndio tunaendelea nalo. Mkristo na mamlaka. Na tumeshafikia kipengele ambacho Yesu ameshakufa, amerejesha mamlaka kwa Wakristo. Kwa nini alitolewa Yesu Kristo? Kwa sababu aliyepewa mamlaka mwanzo ni mwanadamu, Adam wa kwanza. Kusoma katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 45 mpaka 47. Adam wa kwanza ndio aliyepokea mamlaka. Kwa hiyo there is no way, kulikuwa hakuna namna nyingine ambayo Mungu alikuwa anaweza kurejesha mamlaka isipokuwa kupitia huyo mwana damu. Kaa tu usiandike, kwa sababu ulikuja na mahubiri yako. Haya yanayoendelea hayana maana. Usiandike. Akamtumia mwanadamu tena. Ndio maana kwenye Wakorintho wa kwanza 15 anasema yule Adam wa kwanza alizaliwa na mwili, lakini huyo Adam wa mwisho alizaliwa na roho, ili kuhuisha, ili kuleta uhai. Kwa maana nyingine, alikuja kuhakikisha tumerudishiwa mamlaka ambayo tuliyapoteza. Sikia, Mungu hakupoteza nguvu wakati Adam ametenda dhambi katika Mwanzo 3. Mungu hakupoteza nguvu. Mungu alipoteza channel ya kuthibitisha mamlaka yake. Yaani yule mtu ambaye ndo angemdhihirisha Mungu duniani, ndio Mungu alimpoteza, kwa sababu unakumbuka alitolewa Eden. Kwa hiyo Mungu akasema nao kwa muda mrefu. Wakati niko hapa Ijumaa, Mungu akanipa ufunuo. Kumbe hata mambo yote yaliyofanyika kwenye Agano la Kale yalifanyika, lakini sio kwa mamlaka yale ambayo yalitakikana yafanyike. Kumbe kulikuwa kuna uwezekano wa kufanyika zaidi ya yalipofanyika. Na ndio maana kwenye Yohana 14:12 mpaka 14 Yesu akaanza kuongea mwenyewe. Akasema, yeyote aniaminiaye mimi na kazi zangu atafanya zaidi ya nilizofanya. Maana yake ni nini? Anarejea kwenye Mwanzo 1:27-28. Alimfanya mtu kwa sura, tena anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu wakatawale. Neno kutawala ndio hili neno la mamlaka, to rule. Kwa sababu unapoongelea authority ni ruling, ni kutawala. Sasa utawala wa Mungu duniani ukaondoka kwa sababu ya mwanadamu kutenda dhambi. Yesu Kristo akatolewa. David, mtumishi wa Mungu, ninaomba sasa tuendelee. Tuliangalia tu asubuhi yale mamlaka ambayo Yesu Kristo aliyarejesha, na sisi tunaendelea. Baba, tumeona tuendelee kwa sababu lisomo ni refu, na tunaofanya hivi inakuwa sio jema. Tunawanyima haki wale wanaokuja kwenye ibada za katikati ya wiki. Kwa hiyo wewe endelea na biashara. Biashara imechanganya safi sana. Shetani akawaongeze tena wateja. Sikia. Asante Bwana Yesu kwa sababu umenikumbusha hili. Kuna muda unaona wateja sio Mungu. Wenzetu ikifika muda wa ibada wanafunga maduka yao, hawashiki pesa yako.
na wakati huo ni wewe Mkristo ndio umeenda, ila wakija kwako, kesho Jumapili nipo, kesho tunaenda kuchukua mzigo Jumapili, na unashangaa kwa nini hiyo biashara haikui, iko hapo hapo. Na Mungu akatupa ufunuo mwingine tena Ijumaa iliyopita. Tukasoma katika Matendo ya Mitume 17:28, tukatumia tafsiri moja hivi. Anasema in him, it is through him that we live, function and have our life. Unaweza kukumbuka hiyo kaiweka hapo Charles? Kwa sababu Roho Mtakatifu anakukumbusha hiki kitu na lazima tuiongelee, kwa sababu sikia, ili uweze kukua, shida inayoendelea kwenye kanisa ni kwa sababu hatutaki kukua. Kila siku tunataka kunywa maziwa. Yaani wewe unajiita ni mwokovu wa miaka 20 kwenye wokovu, lakini wewe ndio unarudisha watu nyuma. Huo ni wokovu kweli? Hujakuwa. Na ndio maana ukimwona binti yote ameinuka, anaanza kusimama na Mungu, wewe hatukuaga hivyo. Hapa sio hapa pefa, hapa ufanyi hivyo. Hivi hapa hatuendagi. Wewe una taratibu zako, sio za Mungu. Kwa nini? Hauna mahusiano na Mungu. Wewe sio Mkristo. Maana Mkristo ni kutia moyo wengine. Ile tafsiri ya Kiingereza kwenye text. Kwa nini Mungu anataka sasa kulirejesha kanisa? Ndio maana ukiangalia sasa hivi uchumi umepigwa, kila kitu hakiendi. Kumbe kuna mambo tu ambayo tayari mtu umeshayafanya. Kuna mambo tu ambayo tayari umeshayafanya, kwa hiyo umepoteza ile mamlaka ambayo inaweza kufanya kitu kitokee. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hilo ndio Mungu analitazamia kwako. Sikia, ukiutoa mti kwenye chanzo chake cha kustawi umekufa. Ukimtoa samaki kwenye maji, maana maji ndio yanaleta uhai kwa samaki, amekufa. Vivyo hivyo ukisoma katika Yohana sura ya 15, kama mti usivyoweza kuzaa matunda usipokuwa katika shina lake, vivyo hivyo na wewe na mimi kama Wakristo hatutaweza kuendelea kustawi katika kila eneo isipokuwa we are deep rooted into Christ. Tumepandwa na kuwekwa misingi yetu kwa Kristo. Siku moja nimekaa nikasikia tu Mungu anasema the deeper the root, the stronger the tree. Kwamba mizizi inaposhuka chini zaidi, mtu unakuwa imara zaidi. Nikatulia, nikaanza kuliandaa ile somo pole pole. Kwa nini inamwongelea Kristo? Usitegemee ibada zako za dini Jumapili ukaona mabadiliko kwako. No. Saidia chance kwenye external ni text tu, text ile uliotumia. Usitegemee. Kwa nini? Mungu anatarajia wewe ndio udhihirishe ukuu wake duniani. Kwa hiyo kwa maana nyingine, yani unavyoona hivi maisha tunayoyaishi ni kwa sababu ya vitu ambavyo tumesikia. Habari ya mafanikio na ya kimwili, Mungu tunatambua sio kufanikiwa ni baraka. Na ndio maana Mungu anamwambia Ibrahim, nitakubariki na utakuwa baraka kwa wengi. Mafanikio ni ya kimwili, na ndio maana ni rahisi sana ukibarikiwa kuwasaidia wenzako usione shida. Ni wangapi ambao leo wana pesa vizuri sana lakini ndugu zao wanalala njaa? Tunawajua, ni matajiri wazuri sana. Kwa sababu hayo ni mafanikio, sio baraka. Baraka ni za Mungu. Utajisikia mzigo kusaidia wengine. Na kwa nini? Tumetamkiwa sisi. Kwa hiyo moja kwa moja unapokuwa Mkristo unatambua kwamba ndugu yangu hapaswi kuumia na mimi nipo na nina uwezo wa kufanya. Lakini lilo leo halipo. Ukimkuta mwenzako anapitia wakati mgumu, wewe kwako ndio sherehe. Wewe kwako ndio sherehe. Mwache, alikuwa anajifanya amekuja kasi. Hapa tuendagi hivi, amekuja kasi sana.
hujui kwamba unaharibu chanzo cha baraka zako. Sitaweza kuliongea hili, ngoja niliweke mwenyewe hapa, tuliongee, tuendelee kwenye hicho kipengele. Kuna 7:28. Maandiko yanasema hivi kwenye Matendo ya Mitume 17:28 kwa tafsiri hii ya Kiingereza. Anasema hivi, it is through him that we live. Yani ni kwa njia yake yeye Kristo kwamba tunaishi. It is through him that we live and function. Tunaishi na kutenda kazi. Kwa hiyo kumbe kama sio kupitia yeye, kazi yoyote unayoifanya yeye haitambui, ina maana hutaona matokeo yanayotakikana kutokea. Haijalishi kwa namna gani unaona linaenda, haliendi, limekufa. Ni hivi, msingi wa jambo lote ukiliweka Mungu kuwa ndio msingi, hilo jambo Mungu ndio atalitengenezea spidi ya ajabu. Hata adui anapojaribu kufanya chochote, kwa sababu Mungu anatambua ulianza na yeye, utakuwa unatembea. Kwa hiyo hivyo unapokaa, umekaa tu umeatamia duka, umeatamia biashara, na ikifika ule muda wa ibada ndio unaona wateja wanamwagika. Sikia, kuna vitu shetani na yeye anajua namna ya kukupata. Alafu baadaye unaenda mbele za Mungu, shetani analeta mashtaka mbele za Mungu. Mbona aliweza kuacha biashara kanisani kwenye ibada, akaja tu akakaa kwenye biashara? Anakupenda wapi? Ndio huyu hapa anaomba, mimi nina hati ya mashtaka hii hapa, tarehe fulani hajahudhuria ibada na alikuwa amekaa dukani mwake. Unaomba na wewe huoni matokeo. Kumbe kuna jambo ambalo umeliona ni dogo sana, kumbe ndio hilo shetani amepeleka mashtaka. Na yale mashtaka yanaondoa mamlaka yako. Yale mashtaka yanakusababisha usipate haki zako za kikatiba. Kwa nini? Tunapoenda mbele za Mungu, tunaenda mbele za Mungu ni petition. Kwa maana ya kwamba tunaenda kudai haki zetu kikatiba. Sisi serikali yetu ni mbinguni, na hakuna serikali isiyokuwa na katiba. Maana katiba ipo ili kutetea haki za wananchi wake. We are the citizens of heaven. Sisi ni raia wa mbinguni. Hii ndiyo katiba yetu. In this Bible, in this constitution, there are some cases, there are promises. Kwenye hii constitution, hii katiba yetu, kuna kesi na kuna promises, ahadi. Kwa hiyo unaweza ukatumia kesi ambayo ilimtokea mtu, ukarudi unaomba kwa Mungu, unamrejea Mungu. Nikawaambia watu asubuhi, nikasema hivi, katika Isaya sura ya 38:1-7 tunakutana na habari ya Ezekia. Ezekia anapelekewa taarifa, ni Mungu ndo amemtuma nabii Isaya, nenda kamwambie jamaa atengeneze mambo yake, maana atakufa, ugonjwa huu hatapona. Mungu alimtengenezea uhakika Ezekia kwamba hutapona. Ezekia alipopata taarifa, hakuanza kulalamika, hakupata ugonjwa wa moyo, aligeuka akaanza kuongea haki yake kikatiba. Akageuka, maandiko yanasema akageuka ukutani, akaanza kuomba, akalia, akamkumbusha Mungu kwa habari ya mambo aliyoyafanya kwa uaminifu. Alitambua katiba inamwambia nini, akaenda mbele za Mungu, akaongea kama raia wa mbinguni. Mungu akasema this is not normal. Hii sio kawaida. Isaya hajatoka kwenye ua wa Ezekia. Yaani ni sawa sawa na hapa nimekuja nimetoa hiyo taarifa, utakufa. Nikageuka nasema wapi? Nitakufa. Na wakati amesema sitakufa nitaishi, nikadondoka hapa. Ezekia hajavuka hata geti pale. Mungu anamwambia, changamka, rudi. Kwa nini? A Christian that understood
his position in Christ. Kwa nini? Kwa sababu ya Mkristo anayetambua nafasi yake kwa Kristo. Ipo katiba inayotutetea. Sasa shida ni kwamba hii inayotutetea huijui. Yaani umekuwa kama ni raia mzamiaji. Kwa hiyo ukiomba haisikiki. Ukiomba huoni majibu. Na mbali ya raia mzamiaji unakuwa sasa ni raia, lakini kwa sababu hujui katiba imeandikwa nini, ukienda mbele za Mungu kuna mambo mengi ya kuongea kwa sababu hujui. Sikia. Kwa nini wengine wana mambo mengi ya kuongea? Kwa sababu wanajua vitu wanavyohitaji kwenye katiba. Wanajua vitu ambavyo Mungu amefanya. Mungu amesema. Ahadi za Mungu wanazijua ziko huko. Kwa wanarejea kwenye katiba, wanamwambia Mungu, mbona Dorcas katika Matendo ya Mitume 9 Dorcas aliumwa akafa, lakini ukamtuma mtumishi wako akamfufua? Tena wajane na wanawake wakalia mbele za mtume yule Paulo, wakamwambia sasa Dorcas ndio alikuwa anashona kanzu na nguo za madhabahu na sadaka zake. Maandiko anasema akapanda juu akaenda akamfufua Dorcas. Wewe ni nini Mungu atafanya? Ni Mungu utamkumbusha nini? Katika mambo ambayo Yesu Kristo akarejesha kama mamlaka, tukasema alirejesha mamlaka ya kutoa pepo. Unapoamini tu moja kwa moja una uwezo wa kutoa pepo ukiweka tu mkono. Ukiokoka tu. Jambo la pili, kuhubiri. Huo ni wito, kuhubiri. Yaani hiyo ni moja kwa moja. Tukasema asubuhi ya kwamba unapoongelea habari ya kuhubiri injili, kwa maana nyingine ina maana huo ni uinjilisti. Kwa hiyo kumbe msingi wa huduma yoyote uko kwenye uinjilisti. Mchungaji akuanza kuchunga, alianza kufanya uinjilisti. Kwa sababu uone utamchunga nani? Utamchunga nani ambao hujamtafuta? Lazima uanze na uinjilisti. Kwa nini? Hiyo ndiyo call kwa wanadamu wote. Enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili. Wote. Kama ambavyo ilikuwa kwa Adamu anaambiwa akatawale. Tulikuwa tunaambiwa ndani ya Adamu wote. Kwa ile nguvu ya kutawala na kumiliki iliachiliwa kwangu mimi na wewe ndani ya Adamu. Na ukitoa pepo haina maana, tulisema asubuhi, yaani ukitoa pepo haina maana kwamba wewe kiroho chako kiko juu. Yaani hapa tumeambiwa moja kati ya ishara zinazoambatana na waaminio ni pamoja na kutoa pepo. Kwa ukiamini tu, ukiweka mkono pepo inatoka. Haina maana kiroho chako kiko juu. Kwa usije ukatoa pepo ukaja hapa kwa Bishop Noel Urio, ninataka kiwanja maeneo niweke kanisa. Ndugu yangu, hiyo vita utakayokutana nayo. Yesu Kristo anatoka Galilaya, anaenda Jordan, maili 78, anaenda kutafuta mamlaka kwa Yohana Mbatizaji. Baada ya kupokea mamlaka, anabatizwa, anapokea mamlaka. Maandiko yanasema katika Mathayo 4, anachukuliwa na Roho Mtakatifu kwenda kujaribiwa. Lakini hapa ni baada ya kupokea mamlaka. Hujapokea mamlaka, uko busy tu. Nenda kaanzisha kibanda hicho. Mamlaka ndio itakao kusaidia, kwa sababu muda huo sio wewe unayejitetea, ni mamlaka ndio inayosema kwa niaba. It is authority that speak on behalf. Ni mamlaka ndio inayoongea kwa niaba. Lakini ukijipeleka mwenyewe, na ndio maana watu wengi hapa tumekuwa, sikieni nikwambie, hata kama unaona una huduma ya namna gani, ukitoka huko kanisani ukaenda kufanya huduma sehemu kokote na mamlaka ya kuruhusu, hujaenda na baraka. Kwa maana hiyo vita yoyote utakayokutana nayo huko inakuhusu wewe.
mamlaka haikukuruhusu. Kwa hiyo madhabahu haitambui. Unajua madhabahu inatafuta, inakuona mahali. Sijui na mimi. Hii simfahamu. Kwa nini? Mamlaka haikukuruhusu. Kwa ndio maana unaweza ukakanyaga madhabahu hii, ukakanyaga, ukirudi hapa umepagawa. Ukirudi hapa ni kama kuna vitu vingine vimeingizwa ndani, vimesha kuchafua, vimesha kuchanganya. Ndio unakuja hapa, kazi ambayo inaanza hapa, yani ni kutoa ule uchafu wote kwanza. Kwa ni lazima utambue jambo lolote unalofanya mamlaka ikuruhusu. Jambo lingine ambalo tumesema ni kusema kwa lugha mpya au kunena kwa lugha mpya. Tukaandika na maandiko tukamaliza. Tunaendelea, tunagusa tu haraka twende kwenye sehemu yetu. Lakini jambo lingine tukasema kutodhurika na hila za shetani. Hiyo ni mamlaka ambayo Mungu, kwa hiyo ina maana, kwa maana nyingine, baada ukiangalia wakati wana Israeli wako jangwani, nyoka wakatumwa wakawa wanawang'ata watu wakawa wanakufa. Mungu anamwambia Musa, nyoosha fimbo ya shaba. Kwa maana nyingine ilikuwa ni Yesu aliinuliwa ili kila amwaminie asipotee. Ndio maana yake. Yaani kila aliyeangalia ile fimbo ya shaba pale alipona. Kwa maana nyingine kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo ndio huku Yesu Kristo anaturejeshia mamlaka, anasema ya kwamba tukila vya kufisha vita tudhuru. Anatuonesha ulinzi. Anatuonesha ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine akasema kuponya wagonjwa. Ezekia kuna mtu alienda kumwekea mikono. Ayubu hivi aliwekewa mikono akapona. Hapa Yesu Kristo anatuambia mtanyosha mikono kwa wagonjwa watapata afya. Matendo ya Mitume 9 kuanzia 32. Paulo anaenda anakutana na Enea aliyekuwa anaumwa kwa muda wa miaka 8. Amelala anaumwa muda wa miaka 8. Amefika na mwambie inuka, akainuka. Mamlaka ilirejeshwa na Yesu Kristo iliyokuwa imepotea. Leo huko ulivyo, mamlaka imepotea. Yako mambo ambayo umeyafanya. Unatembea tu, naumwa ugonjwa wa moyo. Mimi wameniambia moyo wangu sio umekaa hivi. Ni wewe moyo wako uliuweka hivi, kwa sababu Mungu hakumuumba mtu ambaye sio mkamilifu. Wewe moyo wako ndio umeuweka hivi. Kwa nini? Sikia, kuna vitu vingine lazima tutambue. Habari ya stress, msongo wa mawazo, haya madonda ya tumbo, sio nini, ni ufahamu wa mwanadamu. Kwani mtu amekwambia kuwa na stress? Ni mambo ambayo yanahitaji nini? Maarifa. Lakini shetani anapitia hapo. Moyo mkubwa. Moyo umekuwa mkubwa. Unaenda kufanyia operation na mbea huyu. Na unajua moyo ukishakuwa mkubwa, huyo mtu muda wa kuishi unapungua. Kwa sababu akisikia jambo lolote la kumshtua anaweza akafa hapo haraka. Lakini kitu kilichotengeneza moyo mkubwa ni kwa sababu ya mambo ambayo yameendelea kujajaza ya maumivu yamekaa ndani, bila kujua kwamba anajitengenezea sumu. Na unajua kwa nini tunapoteza na tuna watu wengi wa hivyo ndani humu kanisani? Kwa sababu wamekosa watu sahihi wa kuwaambia vitu vyao. Leo nitakuelezea Julius, kuna 1 2 3. Ninapitia 1 2 3. Julius anatoka na yeye anaenda kutangaza. Nilitegemea msaada lakini nimeenda kuaibika. Ndio watu tulionao kanisani. Wamama hatuamiliki, vijana hatuamiliki, wababa hatuamiliki. Kila mtu anakaa hange. Kila mtu anakaa anajiogopa. Nitamshirikisha nani jambo langu? Anaona kuliko kumshirikisha mtu aliyeokoka ni bora aende kumshirikisha mtu wa mataifa. Wakristo tumetoka kwenye nafasi zetu. Leo naomba ufungue Wakorintho wa kwanza 3. Wakorintho wa kwanza 3. Soma mstari wa kwanza na wa pili na wa 3, afu uruke uende mstari wa 16.
Ni bora tu, mimi sitaki kwenda na utaratibu hapo. Ninataka nimsikilize Roho Mtakatifu. Ni bora tumalize. Baba, nimebaki na dakika ngapi? Sawa. Wakorintho wa kwanza haraka. Aliyepata anisome David. Wakorintho wa kwanza 1. Nasema lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi. Kama na watu wenye tabia ya rohoni. Bali kama na watu wenye tabia ya mwilini. Ina maana Paulo anasema yani siwezi kusema na ninyi kama watu wa rohoni tena. Yani nasema kama na watu wa mwilini, kwa sababu endelea. Kama na watoto wachanga. Nasema changamka kidogo mtumishi. Nasema bali kama na watu wenye tabia ya mwilini. Kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa. Sikuwalisha chakula. Kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamkiweza. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Haya, nenda 16. Hapo nenda 16 mstari. Sasa nasema hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu. Kabla ya kwenda mstari wa 16, hapo anaanza kuyatamka yale mambo ambayo wako nayo, fitina nini. Hebu shuka hapo, soma. Haraka hapo. Mstari wa 14. Anasema kazi ya mtu aliyeijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara. Ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Hapana. Ngoja. Hapo lazima tuguse, hatutoke hapo. Kabisa kuna kitu Roho Mtakatifu anataka kukiongelea hapo. Kabisa. Ni Wakorintho wa kwanza 13 hiyo. Ni Wakorintho wa kwanza 3 hiyo. Endelea hapo mstari wa 3. Mstari wa 3 nasema kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna usuda kuna fitina. Je, si watu wa tabia mwilini? Acha hapo. Hao ni watu ambao walikuwa ni wa rohoni lakini wakatoka rohoni. Sasa wakaanza kutembea mwilini afu wanajiona wako wa rohoni. Na ndio watu tulionao hapa kanisani. Ndio Wakristo tulionao hapa. Unajifanya huko kiroho, kumbe mwili umejaa hakuna. Fitina ni kwako, usuda ni kwako, unafiki ni wako, kurudisha nyuma wengine ni wewe. Yaani wewe ndio una taarifa za washirika wote. Mtu akija kwako anapewa picha nzima ya kila mtu. Mkristo huyo hapa anasema kabisa kwamba siongei na ninyi kama watu wa rohoni tena, ninaongea na ninyi kama watu wa mwilini. Kwa sababu gani? Watu wa rohoni kuna vitu vinatarajiwa kwao. Watu wa Mungu, hivi ninavyoongea sio kwamba mimi sina madhaifu. Nina madhaifu na mimi ninapambana kila siku, kwa sababu ninajua ni nini ambacho Mungu ameniwekea mbele. Kitu ambacho ninamshukuru Mungu, ninajua ninapoelekea. Kwa hiyo anything that is weighing me down, chochote ambacho kinanirudisha na kunifanya kunishusha chini, ninamwambia Mungu nitolee uzito. Kama ni tabia, kama nini, toa hii ili niweze kwenda nikiwa mwepesi. Kwa hiyo sisemi, niliwaambia Ijumaa ile wiki nikasema I'm not preaching down on you. Mimi mwenyewe linakuja huku hilo neno. Kwa usikae hapo ukaongea na mimi mwenyewe linakuja huku. Na ninajua mimi ninapambana vipi na Mungu wangu. Siongei na ninyi tena kama watu wa rohoni, bali watu wa mwilini. Kwa sababu husuda, unafiki uko kwenu. Kila matunda mabaya ya yule Roho Mtakatifu yako ndani yenu. Matunda ya Roho Mtakatifu ni matunda ambayo yeyote atakaye kuona
anamuona Kristo kwako. Na muda mwingine umefungwa, kuna muda mwingine umefungwa leso, kwa hiyo badala ya kukiona kizuri kwa mtu unaona kibaya, ili shetani ajitwalie utukufu kupitia wewe. Kwa kuna hivyo vitu viwili. Kuna mtu anajitahidi, anapambana atoke kwenye hali fulani alionayo, atoke kwenye tabia fulani alionayo, anajitahidi. Wewe uko tu hapa, unakanyaga hapa. Unajua gharama anayeitoa huyo mtu mpaka kuwa hapo alipo tu leo? Unajua wewe ni mwepesi kumshusha mtu, wewe ni mwepesi kumkatisha tamaa mtu. Do you know? Unajua gharama aliyomfanya huyo mtu awe hapo alipo? Binti amepata mchumba, wewe ndo kuzunguka yule kijana yuko 1 2 3, hata ni wewe ndo unaolewa na huyo kijana. Sikia, mbegu unaipanda leo utaivuna tena kwa uaminifu. Hakuna utakachokipanda utaacha kuvuna, utakivuna kwa uaminifu. Ukimwona yeyote amefanikiwa Mungu kumleta hata kanisani, hiyo ni hatua ya kwanza ya kumshukuru Mungu. Kuna wazazi wanalia, wanaleta mpaka sadaka madhabahuni kwa ajili ya watoto wao hawajatokea hapa ngo. Wewe uko humu, kuna watoto wametokea wako humu, vijana wa watu unapiga waende disco ili ufurahi. Mkristo badala ya kujengana na kuinuana, wewe ndio unashusha na kurudisha wengine nyuma. Ole wao wakoseao na kuwakosesha mmoja wa wadogo hawa. Ni afadhali afungwe jiwe kubwa la kusagia na atoswe baharini. Wanaongelewa watu wanaowakosesha wale walioamini. Kwa nini? Mungu anatarajia mimi na wewe tuwe msaada wa kumtangaza Kristo. Na ndio maana Kristo ilibidi afe, akachukua gharama ya kufa kurejesha mamlaka. Asubuhi nilisema na nasikia kurudia. Yaani kitu ambacho mimi nina uhakika nacho ni kwamba jambo lolote Mungu analileta nilifanye, ni yeye ndo anataka, kwa sababu alinipa direction nzuri. Sikia nikwambie wewe mama, leo wapo mabinti wa kike ambao wamejaa na uchungu mkubwa sana, ambao huu uchungu asilimia kubwa ya mabinti wanaingia nao mpaka kwenye ndoa zao, zimeenda kuharibu ndoa. Wewe ni sababu. Wewe ndio msingi wa matatizo kwenye hizo ndoa, kwa sababu umeachilia uwe sababu ya kuharibu mioyo ya mabinti. Leo binti anapitia wakati mgumu, akiangalia tazama huku na huku, anaona hakuna mama yoyote wa kumshirikisha, hakuna mwanamke yoyote kanisani wa kumshirikisha. Kwa nini? Tabia za Kristo hazipo tena. Sikia, huwa sisi vijana tunatamani, sijui labda wengine, lakini sisi vijana tunatamani watu ambao wanaweza wakatuelewa. Na tukipata mtu ambaye anatuelewa, tunaweza tukaifungua mioyo yetu, tukamwelezea mambo yote mabaya tunayofanya ili tusaidike. Nikiwa nyumbani, mimi sikuokokea nikiwa nyumbani, na mimi ni mtoto wa mchungaji, lakini sikuokoka nikiwa nyumbani. Niliwaambia watu Ijumaa, kuwa garage hauwi gari. Vivyo hivyo kuwa kanisani hauwi Mkristo, wewe ni dini. Nimeokoka nikiwa nimetoka nyumbani, niko Dar es Salaam,
2008 ndio kwa mara ya kwanza nimekutana na Mungu mimi mwenyewe. Tena kwa shauku nilikutana na vijana ambao wametoka chuo. Wako wanatuelezea habari zao. Muda huo niko na receipt form 4. Wanatuelezea habari za chuoni, mambo walio, nikajisikia shauku. Siku hiyo walioniombea sala ya toba, nilinena kwa lugha sio chini ya masaa 3. Usiku wake nililala nikajiona naimba wimbo fulani ambao aliimba dada yangu Upendo Nkone. Neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwangaza wa njia zangu kila siku. Ninapotembea na popote ninapokuwa, wewe unaniangazia. Wakati naendelea kuimba hivyo, machozi yananitoka. Mimi ninajua niko kwenye ulimwengu wa roho, kumbe nishakuja kwenye ulimwengu wa mwili. Najiangalia, machozi yananitiririka. Nilikutana na Mungu hapo. Kwa hiyo pamoja na zile kurudi nyuma, bado ninajua namna nilivyokutana na Mungu. Sikia, kwenye maisha ya wokovu ni sawasawa na wrestling. Miereka. Sema utofauti ni kwamba wakati umeangushwa chini huku, sisi tuliokoka, God keeps on hitting. Yesu anaendelea kupiga mpaka uinuke. Kule wanapiga mara 3 pa mtu akisikia anafanya hivi, lakini huku kwa Yesu anataka mwenye haki wake wainuke. Kwa hiyo hata kama ukijichafua, sikia, sitetei dhambi. Naomba nisikilize vizuri sana. Nenda uondoke ukawahubirie watu, si unamuona? Maana yake ndicho ulicho nacho. Huku ni kwamba unapoanguka, Mungu anapiga, anataka uinuke, kwa sababu kuna kusudi ndani yako ambalo hajawekewa mwingine yeyote, linatakiwa litimie. Kwa hiyo anataka litimie hilo. Watu wengi mmebeba miguu ya watu wengi sana hapa. Mna uponyaji wa watu wengi sana hapa. Kuna watu leo wanateseka maisha yao kwa sababu ya wewe hujajitambua kama Mkristo. Wale ambao tunaendelea kulala, tuendelee kwa uaminifu kabisa, endelea. Na ukimwona analala mwenzako, sogea, mwambie alale vizuri hapo juu ya hilo benchi. Watu wengi sana wanateseka sasa hivi kwa sababu ya kutokutambua wewe nafasi yako kama Mkristo. Yuko kijana ambaye kama ungeufungua moyo wako ukamkaribisha, ungemsaidia. Leo hatusikii vijana wakifundishwa kuhusu mambo ya mitandao ya kijamii. Sikia nikwambie, vijana wengi sana tupo huko kanisani, unaona tu wamekaa wanaonekana, lakini wako addicted na pornography, picha chafu. Tunatiana moyo hapa, tunaenda mbinguni. Kuna watu wanakufa huko chini kwa chini, na wanashinda, wamekosa mtu wa kumwambia, kwa sababu wewe hujatengeneza mazingira. Akija kukuambia, hey, na fulani upstairs pana shida. Kwa hiyo tunapoteza vijana. Anambia maandiko yanasema hivi, wako watu wanawake wanaojua kuomboleza, maana mauti zimeingia madirishani. Ndio linapokwenda kwenye kanisa, ndicho kinachoendelea kwenye kanisa. Tumekaa tunafurahia maanguko ya watu. Mama binti anakuja kukueleza, unakosa hekima ya kumsaidia huyo binti. Unafikiri alikosa mtu wa kumwambia? Unafikiri asingewashirikisha wa mataifa? Si alikuwa na mataifa, na watu wa mataifa angewashirikisha. Anakuja kukushirikisha wewe, unaenda kutafuta na wamama wenzako wengine, mnaanza sasa kulijadili. Na uzuri wa haya mambo, wakati unayafanya sirini, huwa tu yanatambulikaga tu. Haijalishi kwa namna gani umeliona liko sirini, liko hadharani zaidi unavyofikiria. Kwa sababu Yeremia 23:23, ni wapi utakapojificha Mungu asikuone? Wapi? Kwa hiyo lolote unaolisema litaletwa tu, afu utashangaa ni nani amesema, ni nani amesema. Ngoja niwaambie wa mama, tengenezeni mioyo ya kusikia, sio ya kinafiki. Mioyo ya kusaidia mabinti na vijana. Wengi wanaharibika. Nyendo
mnawaambia vijana, nendeni mkaoe nje, hapa hamna binti wa kuoa. Wewe huoni vibaya? Ukiona tu kijana yuko karibu na binti, uona chowaza ni mabaya. Wewe uliolewaje kama ukufuatwa? Kwa sababu uchumba unaanza na urafiki. Na ndio maana leo uwezi ukaja tu, Joshua na kutafutia mchumba, nitakuwasha vibaya. Kwani wewe ndio unaoa? Wewe ndio unaoa? Nje ni kutafutia mchumba. Chekini mkiona ni kawaida. Unajua unapoongelea hiyo mambo unaongelea hatima ya mtu kabisa. Leo unamtoa mtu kwenye hatima yake. Wewe mama unasema, sikia, kuna watu wengine, mabinti wengine wameolewa na watu ambao hawakupaswa kuolewa nao, na sasa hivi wanapitia magumu kwa sababu yako. Kwa sababu yako. Leo wengine wanakufa, wengine wanapitia wakati mgumu kwenye ndoa, lakini ni wewe uliyetumika kumuondoa huyo mtu sahihi. Na umekuja unajifanya umekuja kanisani wa kiroho. Sikia, wewe ni wa mwilini. Wewe sio Mkristo. Mimi nimesema wewe sio Mkristo. Mimi nimesema kwa sababu ndicho Mungu anachoniambia, na sitapindisha. Wewe sio Mkristo, jirekebishe. Hivi ukipiga picha ni binti yako ndo anafanyiwa hivyo, unajisikiaje? Unajisikiaje? Umekaa na binti hapo ana miaka sasa 40, 45. Unajisikiaje? Humu wa mama ndo wako busy ya kufunga. Sikia, mimi kufunga ndoa yangu huwezi. Nikwambie kabisa, yaani usione eti nimechelewa hapo unasema tumeshikilia. Nakwambia hivi, huwezi. Mimi ninajua nimejiunganishaje na hiyo madhabahu. Watu wa Mungu, ninajua agano gani nimeweka hapa. Usiangalie ukafikiri watu tupo. Tunajua tumefikaje hapa kwenye hii madhabahu. Tunajua tulivyojiunganisha na hii madhabahu. Tutaenda hivi baba, yani ninaomba mtumishi wa Mungu Deni, naomba unisaidie, unifungulie Wafalme wa kwanza 17 18 17. Kwanza 17. Wafalme wa kwanza 13, samahani 13. Anzia mstari wa 11 hapa. Hii ni ile habari ya yule nabii aliyeenda kwa Yeroboamu kwenye madhabahu, akatabiri, akaenda kuleta maneno ambayo Mungu alimtuma. Yeroboamu mfalme akanyosha, kato mtumishi kwa sababu ya muda, akanyosha mkono madhabahuni, ule mkono ukakatika. Unacheza na madhabahu, unacheza na mamlaka. Ndicho ambacho Wakristo tunafanya sasa hivi. Ni rahisi sana kuiongelea madhabahu. Ukitoka hapa, neno lolote linalotamkwa, wewe unaenda kulitengenezea kikao. Akatoto kamesimama kanafanya nini? Ni kweli Yeremia mwenyewe alijisema yeye mwenyewe kwenye Yeremia 1, mimi ni mtoto siweze kumwambia wewe sio mtoto. So I maybe look like a child, but inside me there is a giant.
Ninaweza nikaonekana kama mtoto, lakini ndani yangu ipo lijitu. Amen. And I am not intimidated with what you speak. Sio, yani sipati shida na yale unayoongea. Kwa sababu mimi ni Mkristo. Nimepigwa chapa za Kristo. Hakuna atakayenitabisha. Ni lazima wa Kristo tutambue nafasi zetu na tusimame. Lazima kanisa lirejee pale ambapo Mungu anataka lisimame. Amina. Kwa hiyo akatoa hayo mamlaka Yesu Kristo. Tunamalizia tu hapa. Tumebakiwa na pointi mbili hizi za mamlaka aliyotoa, afu hayo mambo yanayosababisha mamlaka kupotea tutaachana nayo. Tukipata kibali tutayafanya kwa sababu ya muda. Kwa hiyo mamlaka nyingine ikawa ni kufufua wafu. Ndio tunaona Dorcas anafufuliwa baada ya Yesu kuondoka. Wafu wanafufuliwa. Mamlaka, sikia habari ya kufufua wafu. Hizo ni ishara zinazoambatana na waaminio. Sio ishara zinazoambatana na wale waliokuwa kiroho. Haijasema hivyo. Maandiko hayajasema. Na ishara hizi zitaambatana na wao waaminio. So ishara hizi zinaambatana na wale waliokuwa kiroho. Kwa hiyo bado inarudi, wewe kufufua haina maana kwamba umekuwa kiroho. Tena unaweza ukawa bado unakunywa maziwa. Kuna kesi fulani Mungu alinipa neema ya mtu fulani alinifuata. Huyo mtu ni wa Machame. No, si wa Machame, sehemu ya Kilimanjaro. Alinifuata. Akaniambia yupo ndugu ambaye sasa hivi amekuwa bubu, hawezi kuongea kwa sababu alienda kuvunja madhabahu ya kwao bila utaratibu wa kimungu. Kwa hiyo akaenda kuchukua vile viungu vya mila na kwao watu hawajaokoka, hata akapasua mashambulizi yakarudi, akawa bubu. Wakati ananiambia huyo mtu, nikamwambia hiyo sio kitu ya kuingia. Nikamwambia namtaka mke wake aje nionane naye kwanza. Huyo mtu mmoja kabisa, I need his wife. Akamleta mke wake, nikakutana naye hapa, nikaongea naye hapo. Sijui chochote kwa sababu nilikuwa nimeshasema nitamuona baba anipe maelekezo. Sasa ghafla akatokea naambiwa tu yuko njiani na sijaonana na baba. Nikamwambia Mungu, ninaomba unisaidie, unipe ufahamu na hekima jambo hili nitembee nalo kwa namna gani, kwa sababu nisipotembea nalo kwa ufahamu wa kimungu na hekima, nimeingia kwenye mtego. Na kuna watu wamekaa hapo wanasubiria anajifanya. Sijifanyi, nimefanywa. Alipokuja nikaongea naye, wakati nimeanza tu baada ya kutambulisho nikamwambia ndugu, haya niache mimi na yeye. Mungu moja kwa moja kanipeleka kwenye Waamuzi 6. Tukao tunaisoma sura nzima. Wakati naenda nasoma naye mstari mmoja baada ya mwingine, Mungu anaita tu vitu, namwambia anasema ni kweli. Mungu anaita vitu, namwambia anasema ni kweli kabisa. Nikasikia Mungu ananiambia sasa, kwa sababu aliniambia kwamba wao wameokoka mwaka jana, hawana hata mwaka kwenye wokovu. Alafu mume wake anamwambia baba wake wa kiroho, siji tena kanisani, ninaenda kufungua kanisa, nataka kuwa nabii. Sikia nikwambie, hakuna jambo baya la kuasi baba wa kiroho. Ni baya. Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Nisaidie. Nikasikia Mungu ananiambia mwambie jambo la kwanza, hata kama mume wake hawezi kuongea, yeye mke aende kwa baba yake wa kiroho akaombe toba. Kwa hiyo baba yake wa kiroho amuombee sala ya toba, na yeye akili ya kwamba tumefanya makosa mimi na mume wangu. Unakataa kuja kanisani tena, unamwambia mchungaji wako wa kiroho kwamba siji kanisani tena, mimi nataka kuwa nabii.
Kwa hiyo sitakuja tena nataka yeye. Yaani watu wa Mungu ambao Mungu ametupa neema yoyote hapa kanisani, na wewe ambaye uko hapa, hata kama sio jambo la kiroho unaenda kufanya, taka ruhusa kutoka kwa mamlaka. Mungu anataka kurejesha kanisa, anataka kurejesha uchumi wa kanisa. Leo mauti zimeingia huko kanisani, mshirika fulani, baba amekufa, mama amekufa, sio nini imetokea hivi, uchumi hauendi. Sikia, kuna mahali tumemiss point. Tangu niingia hapa Pefa, sijawahi kuona vifo vinavyotokea kama vilivyotokea hichi kipindi. Tangu niingie mimi 2016 sijaona. Ndani ya wiki mbili watu wanadondoka tu pa. Alafu tusivyokuwa tunaelewa ni kwamba kinachopigwa ni sehemu ya maendeleo ya kanisa, kwa sababu lazima sadaka ya maendeleo ya kanisa itolewe kwa ajili ya hiyo misiba. Mungu aliniambia hicho kitu. Kwa hiyo ile pesa ambayo kama kanisa tungeendelea, Shetani akasema nitatumia njia ambayo wao wataiona ni ya kawaida. Tena nakuja hapa na 10,000 kwa majonzi, ngoja nitoe kwa mama fulani nimtie moyo. Shetani alishatengeneza mtego ni namna gani wa kuua uchumi wa washirika. Yeyote anayetoa nitavunja, yeyote anayefanya hivi nitavunja hivi. Na unakuta ndio maana hata zinapotolewa hazitimii, inabidi irudi kwenye mfuko. Yaani sisi tunatakiwa zitoke huku. Target ya Shetani ni kuharibu maendeleo, mfuko wa maendeleo ya kanisa. Kwa hiyo kinachofanyika, watu hawatoi. Kwa hiyo itaenda kuchukuliwa kule na zaidi ya ile inayotakiwa iwepo huku. Mpango wa Shetani umetimia. Mimi wale naomba nao niliwaambia hivi, hatuombi hapa kwa sababu umepangwa uombe. Ninataka ili jambo liwe ni tabia yako. Kwa sababu usipoomba kwa kulipenda kanisa kama mzigo, ni kwa sababu umesimama tu leo niko na mtumishi Joshua hapa, nikamwona wakati mgumu. Kwa kuna namna lazima tutambue, tusije tukaipoteza nafasi kwa mara nyingine. Na ndio maana Mungu anarudia kutukumbusha kwa kanisa, turudi kwenye nafasi zetu. Tumeruhusu mauti zimeingia, tumeruhusu uchumi umepigwa, tumeruhusu ndoa zimepigwa, tumeruhusu afya zimepigwa, lakini kuna mambo tuliyoyasababisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Mamlaka ikarejeshwa kwa kanisa. Ninaomba sasa hapo mtumishi wa Mungu David ufungue Matendo ya Mitume 12 na mstari wa ni mstari mingi. Fungua tu wa Efeso. Nitasoma tu, ninaomba nisome tu hiyo, ni watamkie hiyo muiandike. Ni Matendo ya Mitume 12:1-9. Alafu wa Efeso sura ya kwanza mstari wa 20 mpaka wa 23. Ninaomba sasa David uisome wa Efeso sura ya kwanza mstari wa 20 mpaka 23. Biblia inasema aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Asante hapo tu. Kwa hiyo Yesu Kristo anachukua mamlaka yote, alafu kila kitu kinawekwa chini ya mamlaka Yesu Kristo kwa ajili ya manufaa ya kanisa. Authority, supreme power is being restored to the church. Mamlaka ya kimungu, ukoo wa Mungu unarudishwa kwenye mikono ya kanisa upya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini jambo la mwisho ni kudhihirisha huduma na karama za Roho.
Kwa hiyo Kristo akasababisha sasa, kwa sababu ukiangalia katika Agano la Kale, Mungu alikuwa anaongea na manabii, Mungu alikuwa anaongea na makuhani, Mungu alikuwa anaongea na wafalme. Au ndio watu watatu ambao Mungu alikuwa anaweza kuongea nao, hao tu. Kwa uwezo ukasema sijui imeona sijui. Ni nabii, mfalme, kuhani. Ndio Mungu alikuwa ananena nao. Lakini baada ya Kristo kufa, anaondoka katika Yohana sura ya 14. Anatuambia hatuachi wenyewe, anatuachia msaidizi, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapoingia ndani, anadhihirisha huduma na karama. Kwa nini Mkristo wa leo huoni huduma yoyote ukifanya, wala hakuna karama yoyote inayoonekana? Na hata kama unafanya, unasikia, huwa nawaambiaga watu wa sifa vizuri sana. Nawaambiaga kwa direct, bila kupindisha. Usiwe mzigo. Muulize Mungu tena, amekuita eneo hili? Kwa sababu uimbaji sio huduma. Uimbaji ni kipawa. Ipo huduma ambayo Mungu anataka ifanye kazi kupitia uimbaji. Hiyo ndio unatakiwa kuijua. Ipo karama ambayo Mungu ameiachilia ndani yako kupitia Roho Mtakatifu, ambayo Mungu anataka idhihirike kupitia kipawa cha uimbaji. Ndio maana utakuja hapa waimbaji ambao sasa wametambua kitu walichokibeba hapa, kwa sababu sio wote waliotambua. Unajua, huwa mpendaji kuambiwa ukweli, na watu wanaoambiwa ukweli kwenu ni wabaya. Kwenu mnawaona wabaya, ni bora wakwambie haina shida, haina shida. Hicho ukipati kwangu. Kwa hiyo unakuta mwimbaji aliyetambua amebeba karama ya uponyaji, wakati anaimba, wewe unasikia tu anaimba, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu. Na kwenye ulimwengu wa roho sio wimbo, kwenye ulimwengu wa roho uponyaji. Mtu anatoka anasema, wakati watu wa sifa wanaimba, nilikuja ninauma kabisa, nilikuwa nasikia vichomi, lakini sasa hivi sisikii vichomi. Yupo mtu ambaye ametambua kile alichonacho kikafanyia kazi kupitia kipawa cha uimbaji. Tusimame juu. Naomba nikusaidie uandika hapo hiyo mstari wa Biblia kwenye hiyo ambayo tumemalizia. Ni Wakorintho wa kwanza 12:2 mpaka 12. Wakorintho wa kwanza 12:2 mpaka 12. Wakorintho wa kwanza 12:2 mpaka 12. Nikujue, nikuabudu, nikufahamu, nikuabudu, nikujue, nikuabudu, nikufahamu, nikuabudu, nikuelewe, nikuabudu, nikujue, nikuabudu, nikufahamu, nikuabudu, nikujue, nikuabudu, nikufahamu,
Rado shaka rado shado shaka rado basa shaka baba. Indo shaka rado shaka rado shaka rado shaka rado shaka rado shaka reko shaka rado shede sando reko shaka rado rikata rado shaka rado shaka yaka rako shaka Riko robo shande sando Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, haya pita, Roho Mtakatifu, haya pita, fanya hicho unachotaka kufanya, fanya hicho unachotaka kufanya, pita Roho Mtakatifu, pita Roho Mtakatifu, pita Roho Mtakatifu, pita Roho Mtakatifu, pita sasa Roho Mtakatifu, pita sasa Roho Mtakatifu, irejeshe hiyo nafasi ya huyo mama kwenye ndoa, irejeshe hiyo nafasi ya huyo kijana kwenye ndoa, irejeshe hiyo nafasi ya huyo binti, irejeshe hiyo nafasi ya huyo baba, irejeshe huo uchumi wa huyo mama, urejeshe huyo uchumi wa huyo kijana kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Katika uwepo wa Mungu. Najua Mungu ameongea na wewe, Mungu amesema nasi, kwa sababu ana mahali anataka kutupeleka. Mungu ana jambo jipya anaenda kufungua juu ya maisha yako, na Mungu anaenda kufanyika baraka kwako. Liko jambo liko mbele yako ambalo Mungu anataka ulifikie na liwe zuri, likusaidie upige hatua moja kwenda nyingine. Unaposikia maneno ya Mungu unataka uyafanyie kazi, usiyatafsiri kinyume. Watu wengi wakisikia neno hili la Mungu likiongea wanafasiri vingine, na wanapofasiri zingine linakuwa limekosewa, linakuwa na makosa. Chukua vile lilivyo, kaa nalo katika hali ya kawaida ya kumuona Mungu mbele ya hilo neno. Amen. Mimi nimekaa na wazungu kama miaka 4 hivi nikiishi nyumbani kwao, na walinifundisha kitu cha maana sana. Anasema Mwafrika ukamwambia kwamba, au Mtanzania, tuseme Mtanzania, ukamwambia mbona nilikuwa pale baa, nilikuona baa ukizungumza na mtu pale baa pale mmekaa, wakati mkiongea kulikuwa na nini? Haraka Mwafrika atakwambia una maana nilikuwa nakunywa pombe mimi. Yaani anakuuliza swali badala ya kujibu kile ameulizwa. Una maana nilikuwa nakunywa pombe? Ulikuwa na mtu fulani ulikuwa. Sasa una maana yana anakuuliza swali. Lakini mzungu kamuuliza, "Mbona nilikuona pale baa unaongea na mtu fulani?" Akamwambia, ni sawa nilikuwa pale baa. Kuna mtu nilimuona pale nilihitaji kuongea naye." Anajibu swali. Si ndio? Lakini wa Afrika ukamuuliza, "Sababu una maana uliniona mimi nakunywa?" Ndio yana anakuuliza swali. Ukamwambia,
mbona nilikuona unafuatana na kijana fulani pale, mbona mnafuatana binti na msichana, alafu mkaelekea upande wa Ngarinaro? Maanisha nini? Naye Mwafrika na Mtanzania kwa sababu una maana uliona kama tulienda kufanya uzinzi, lakini mzungu kamuuliza sema aha, ndio tulikuwa tunafuatana, yule alikuwa dada yangu, kuna mahali tulitumwa. Anajibu swali au aulizi swali. Na hii wa Afrika kuulizwa swali na kuuliza swali imekuwa makosa, imewafanya wachukiane, watembee katika hali isiyo stahili na kuhesabiana makosa. Ni wasi tu pe familia wa Bwana, ukiulizwa swali jibu swali, usiulize swali. Amen. Bwana asifiwe. Maana katika kuulizwa swali, yani aliyekuuliza anataka umjibu. Na usipomjibu ukaongeza kitu na wewe ukauliza swali, unatengeneza kosa. Bwana asifiwe. Tunahitaji tusimame, kama umesikia neno la Mungu usilitengenezee swali, lifuate vile linakwambia. Amen. Amen. Usitengenezee hilo neno swali, lifuate vile linavyokuambia. Nimekwambia geuka, nami natakiwa kugeuka. Natakiwa ufanye hivi, fanya vile ninakwambia. Bwana asifiwe. Tumefika mwisho wa ibada, maana naona muda umeenda. Tunatakiwa kuruhusu ibada nyingine sasa iendelee hapa. Na naamini Mungu amekuhudumia na amefanya jambo jipya juu yako. Kuna mambo Mungu ameshughulika nayo katika maisha yako. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na